ilikuwa ni Pawatila. Pawatila ilikuwa iko mbele hii gari ya abiria. Wakati gari ya abiria na yenyewe ilikuwa iko speed. Gari ya abiria ilikuwa na overtake nini? Pawatila. Katika kwa overtake Pawatila mbele kulikuwa na semi ambaye ndio imegongana na hii gari ya nini? Ya abiria. Sasa hii gari ya abiria wakati na overtake Pawatila ikakutana na nini? Na hiyo semi. Maana hii gari ya abiria yenyewe ilikuwa iko speed. Ndio kagongana na ile semi. Na sababu pia mojawapo ni nini? Ni Pawatila. Pawatila ni chombo ambacho cha shambani. Kwanza kina reflector, hakina taa wala brake. Unaona, ndio sababu kubwa ile pelekea ajali ni Pawatila. Sisi tulipofika hapa majeruhi mojawapo ambaye mkubwa ni dereva wa gari ya abiria. Ndio alipokata ugongana alianguka hapo chini, amekatika mguu mmoja na wengine wale wa Pawatila walikuwa wakati wamegongwa wako kule. Ile dereva wa kule wa semi yeye hakuumia. Na majeruhi wengine walikuwa mbele wa gari ya abiria. Hatua tuliochukua ni kuwaisha majeruhi hospitalini. Kwa wamiliki wa vyombo vya moto kwa tunashauri hususan magari kama ya abiria. Yaani maeneo kama haya wasiwe wanaenda mwendo wa kasi, na wamiliki wa vyombo kama Pawatila tulikuwa naomba serikali wazuie Pawatila hizi zisitembee usiku maeneo ya lami. Kwa sababu hizi Pawatila hazina brake wala reflector wala kiashiria chochote kipo mbele wala taa. Unakuta abiria gari dereva kama gari kubwa hii akiwa juu ya lami anakuja, anashtukia tu mkutana na chombo kama hichi cha Pawatila mbele. Sasa Pawatila ni kitu ambacho ni kidogo, afu ni gari kubwa. Unaona? Kwanza Pawatila haina brake wala taa. Kwa hiyo inasababisha ajali. Alafu barabara yetu kama unavyoiona hapa iko juu. Dr. Selemani Juma ni afisa usafishaji Magugu. Kilichotokea hapa ni ajali ya Masalu na chanzo ni Pawatila ambaye iligongwa na Masalu. Baada ya kutokea hivyo ni skani ikawa imefanyaje? Imempiga kwa ubavu. Kwa baada ya hapo tulifanya kuweza kuokoa dereva na kuna dada mmoja na kuna brother mmoja hivi. Changamoto ni issue ya Pawatila kwamba dereva alishtukizia kwa haraka. Ale majeruhi mimi nilomuona sana ni dereva wa basi na dada ambaye anahusika kwenye basi hilo. Huyo mwingine ni katika miongoni wale walikuwa kwenye Pawatila. Ila dereva ndo alikuwa na hali mbaya sana. Tulichokifanya sisi ni kumkimbiza kituo cha polisi, kituo cha afya Magugu na kumwacha pale na huyo dada mmoja. Kwa sasa tuelewe kilichoendelea huko ni nini, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya. Maana alikatika mguu mwingine ulibaki kwenye skani hapo, alipelekwa bila mguu wa pili. Kwa mimi ninachokiomba kwa maafisa, kwa wao wanaendesha vyombo vya moto ambavyo kama hizo Pawatila, embo wewe na muda maalum, ikiwezekana kwanza mwisho iwe 7 saa 10. Maana yake changamoto haitaisha. Maana yake huko mtaani pia changamoto za Pawatila haziishi, kugongwa zipo tu. Mohamed Miraji Nasibu. Mimi kwa ajali mimi sikuishuhudia. Ila mimi nimekuja nikaiona ajali jinsi ilivyo. Mimi kwa ushauri wangu kama serikali, waiangalie hii barabara. Hii barabara hii hapa ni sio ajali ya kwanza. Japokuwa hii hapa ndo ajali ni tukio ni kubwa sana. Japokuwa mimi namsifu dereva naye pia amejitahidi sana mpaka kuokoa watu wengine maisha yao na kuisimamisha gari kwa mkao. Lakini sasa kwa hii barabara sasa hivi ni mbovu. Na hii barabara inataka serikali itenge hela kutosha. Waweke waivunje kabisa marepo kila kitu, alafu waweke na taa za barabarani. Na hizi taa wamezeka zimeishia nusu tu pale stendi basi, lakini huko kote ni giza. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu kama ulivyo, mimi naishauri serikali hiyo makini na madereva pia wao makini katika vyombo vya moto. Na mwendo pia wapunguze, maana wanakuja na mwendo kasi sana. Alafu vile na dereva wa kawaida leseni zao wakaguliwe. Maana kuna wengine hawana leseni, wanakiuka utaratibu na kanuni na sheria. Mimi ndio ushauri wangu hapo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.